Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Oktoba 27, mwaka wa 2025. Katika mwezi huu wa Oktoba tumekuwa na mada nzuri inayosema mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Kabla hatujalianza somo hili zuri siku ya leo, nikualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya upendo ambao umeendelea kudhihirisha katika maisha yetu. Asubuhi ya leo watoto wako wa kiume na wa kike tu miguuni pako kwa unyenyekevu mkubwa sana, tukiomba utusamehe dhambi zetu, ukatusafishe, ukatutakase. Tunayakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiamini kwamba wewe ndiye mpaji na wewe ndiye mtakasaji. Tembea nasi ukitulinda, ukituongoza na ukiturehemu. Naikabidhi siku ya leo mikononi mwako. Kila mmoja wetu anapotembea, kila mmoja wetu anaposhika jambo fulani kulifanya, ukaribariki sawa na mapenzi yako. Enda nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema shahidi kanisani daima. Imejengeka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya 4. Neno la Mungu linasema, Bwana alisema nanyi uso kwa uso mlimani, toka kati ya moto. Kamwe Mungu hajawahi kuliacha kanisa lake bila shahidi. Katika matukio yote ya majaribu na uthibitisho, ya upinzani na mateso katikati ya giza la kimaadili ambalo kanisa limepitia, Mungu amekuwa na watu maalumu ambao wameandaliwa kuichukua kazi yake katika hatua tofauti na kuiendeleza mbele kwa mafanikio makubwa. Kupitia kwa wazee na manabii, alidhihirisha ukweli wake kwa watu wake. Yesu alikuwa mwalimu wa watu wake wa zamani, kama ambavyo alikuwa alipokuja duniani akiwa amefunikwa na vazi la ubinadamu. Akiwa ameuficha utukufu wake katika umbo la ubinadamu, alitokea mara nyingi kwa watu wake na kuongea nao uso kwa uso, kama mtu asemavyo na rafiki yake. Yeye, kiongozi wao asiyeonekana, alijificha kwenye nguzo na wingu la moto na kuzungumza na watu wake kwa njia ya Musa. Sauti ya Mungu ilisikiwa na manabii ambao aliwateua kwa ajili ya kazi maalum na kubeba ujumbe maalum. Aliwatuma ili kurudia maneno yale yale tena na tena. Alikuwa na ujumbe ulioandaliwa kwa ajili yao ambao haukuwa kwa njia ya mapenzi ya wanadamu, na ujumbe huu aliuweka vinywani mwao na kuwaongoza kuusema. Aliwathibitishia kuwa Roho Mtakatifu angewapatia lugha na maneno ya kusema. Yeye aliyeujua moyo angewapatia maneno ambayo kwayo angewafikia watu. Kamwe hakutakuwa na wakati katika historia ya kanisa ambapo mtendakazi wa Mungu atakunja mikono yake na kutulia akisema, yote ni amani na salama. Hapo ndipo ule uharibifu utakapokuja. Kila kitu kinaweza kusonga mbele katikati ya mafanikio yanapoonekana. Lakini shetani yuko macho na anajifunza na kushauriana na malaika zake waovu juu ya mbinu nyingine ya ushambuliaji ili aweze kufanikiwa. Shindano litazidi kuwa kali zaidi na zaidi katika upande wa shetani, kwa sababu anachochewa na nguvu kutoka chini. Kadiri kazi ya watu wa Mungu inavyosonga mbele kwa nguvu iliyotakaswa na isiyoweza kushindwa, wakipanda kiwango cha haki ya Kristo katika kanisa, wakichochewa na nguvu kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu, pambano kuu litazidi kuwa kali zaidi na zaidi na litakuwa bayana zaidi na zaidi.
Watu watapangwa dhidi ya watu, mipango dhidi ya mipango, kanuni za asili ya mbinguni dhidi ya kanuni za Shetani. Ukweli katika awamu zake mbalimbali utapingana na makosa katika aina zake zinazobadilika, zinazoongezeka na ambazo ikiwezekana zitawapotosha hata wateule. Kazi yetu inapaswa kuwa yenye bidii. Hatupaswi kupambana kama wale wanaopigana na upepo. Huduma, mimbari na viwanda vya uchapishaji huhitaji watu kama Caleb ambao watafanya na kuthubutu, watu ambao macho yao yamekazwa kuutambua ukweli mbali na makosa, ambao masikio yao yamewekwa wakfu kupokea maneno toka kwa mlinzi mwaminifu. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 404 hadi 407. Ulimwengu unahitaji ishara za Ukristo wa kweli. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ukurasa wa 416. Leo ni Oktoba 27, mada ikisema shahidi kanisani daima. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Oktoba 27, mada ikisema shahidi kanisani daima. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa kumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka? Mpendwa ami
mashaka na Bwana ataka yote na mbele